Klabu ya Simba nayo pia ipo kwenye mazungumzo ya mwisho kuinasa saini ya kiungo mshambuliaji raia wa Nigeria mwite Ibrahim Olalekan Jabbar mwenye umri wa miaka 23. VOC Media tumeketi utuo kukupa kile kilicho bora kuhusiana na mchezaji huyu ambaye alikuwa anawatumikia Stellenbosch wa pale bondeni kwa Madiba, South Africa. Simba wanahusishwa na huyu mchezaji ambaye amewahi kufanya makubwa kwenye kikosi cha Stellenbosch, na ishu kubwa tu ni mwalimu Steve Barker anaitaka saini ya mchezaji huyu. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao amekuwa akifanya vizuri kwenye kikosi cha Stellenbosch kwa muda kadhaa. Amekuwa akifanya vizuri na amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanatumainiwa kwenye kikosi hicho. Juzi kikosi cha Stellenbosch kimeonyesha dalili za kumwaga mchezaji huyu. Hii ina maana gani? Ina maana ya kwamba wekundu wa Msimbazi Simba wana uwezo wa kuinasa saini yake wakati wowote. Je, tuanzie hapa sasa. Wekundu wa Msimbazi Simba wanaenda kunufaika vipi na saini ya Ibrahim Jabbar raia wa Nigeria? Ibrahim Jabbar ni miongoni mwa wachezaji bora kwa sababu alipokuwa na kikosi cha Stellenbosch msimu uliopita ni miongoni mwa wachezaji ambao wamehusika kwenye magoli 13 ya Stellenbosch, kwa maana ametengeneza magoli 7 na amefunga magoli 6. Wastani wa kuisaidia timu kwenye goli 13 kwenye msimu, timu ambayo inamaliza msimu ikiwa na goli takriban 30 na kitu. Ina maana ni kiwango bora na ni kiwango sahihi kwa mchezaji wa daraja kama Mohamed Jabbar. Na historia tu ni kwamba ni miongoni mwa wachezaji ambao hajaanzia historia ya mpira kwenye kikosi cha Stellenbosch, bali alishawahi kupelekwa kwenye baadhi ya vilabu kufanya majaribio, na miongoni mwa vilabu ambavyo aliwahi kuvitumikia basi aliwahi kutumika pia kwa mkopo kwenye baadhi ya kikosi pale nchini Israel. Huyu ni mchezaji Ibrahim Jabbar. Sasa wekundu wa Msimbazi wana mpango wa kupika nini? Simba kuna uwezekano mkubwa wakaachana na wachezaji wawili kwenye nafasi ambayo Ibrahim Jabbar ana uwezo wa kujiunga nayo. Mchezaji wa kwanza ni Neo Maema, lakini mchezaji wa pili anaweza akawa ni Ino Jospin Luemba. Hawa ndio wanayoicheza nafasi anayocheza Ibrahim Jabbar. Sasa Simba wanahusishwa na mchezaji huyo. Kama atakuja, je, ni nani ambaye ataondoka ambaye hajamnufaisha mwalimu Steve Barker kwenye mipango yake? Ila ubora wa Ibrahim Jabbar umeonekana kwa kiasi kikubwa, na umri wake unaweza ukainufaisha Simba kwa sababu ana umri wa miaka 23 mpaka sasa. Umri mdogo, lakini alishawahi kufanya kazi kwenye timu nzuri kama Stellenbosch kwa maana ya pale Afrika Kusini. Uzoefu wa kutosha wa kucheza mechi ngumu. Alicheza dhidi ya Mamelodi Sundowns, amecheza dhidi ya Orlando Pirates, amecheza dhidi ya Kaizer Chiefs, wajukuu wa Kaizer, lakini ameshacheza na baadhi ya vilabu ikiwemo Sekukune, Marumo Galaxy na vilabu vingine vigumu pale Afrika Kusini. Kwa maana huu uzoefu unatosha kuitumikia Simba. Ikumbukwe tu Simba siku za hivi karibuni wameonekana kuwataka sana wachezaji wanaocheza soka la Afrika Kusini, na wamekuwa kiwanufaisha pakubwa sana. Kwa sababu ligi ya Afrika Kusini na ligi ya NBC Premier League zina utofauti mkubwa. Ligi ya NBC Premier League ni ligi ambayo inashika nambari 6 kwa ubora, lakini PSL Betway ya pale Afrika Kusini ni miongoni mwa ligi ambayo ipo kwenye nafasi 3 za juu kwenye ligi bora barani Afrika. Kwa hiyo Ibrahim Jabbar ni chaguo sahihi kwa wekundu wa Msimbazi Simba kama watamnasa, kwa sababu ni mchezaji wa daraja la juu. Simba walimsajili beki Ismail Olivier Ture ambaye aliwahi kupita pale kwenye kikosi cha Stellenbosch, ameonekana kuiofa Simba kwa kiwango bora. Anseo Ura alipita kwenye kikosi cha Stellenbosch, amefanya kazi kubwa. Kikubwa tu ni kwamba kama mwalimu Steve Barker, hili litakuwa ni pendekezo lake kwa sababu alishawahi kufanya kazi na Ibrahim Jabbar, basi Simba wanaenda kupata mashine nyingine ambayo inaweza kwenda kuwasaidia moja kwa moja katika kuwanufaisha klabuni hapo kupata kile ambacho wao wamekuwa wakikitegemea kwa miaka 4-5, wakipoteza ubingwa wa NBC Premier League mara 5 mfululizo. Kwa kama watampata, huenda watanufaika kwa kiasi kikubwa, kwa sababu watakuwa wamempata mchezaji ambaye anaweza kuwapa kile kilicho bora kwa wakati sahihi na nyakati ambazo wao wamekuwa wakizitumainia. Kwa hiyo Simba wanaenda kunufaika na mchezaji ambaye tayari ana kitu ambacho wengi wamekuwa kiplani na walikuwa kisubiria. Basi tayari unampata mchezaji kama Ibrahim Jabbar ambaye yeye ana kile ambacho wewe unakihitaji kwa wakati huo. Sasa nafasi na anaweza akaenda kucheza kwenye nafasi gani kwenye kikosi cha Simba?
Anamudu kucheza kama kiungo namba 8, anamudu kucheza kama kiungo namba 10, lakini pia anamudu kucheza pembeni mwa uwanja kwa maana namba 11 pamoja na namba 7. Story tu ni kwamba Mwalimu Steve Barker yeye kama atakuwa amempendekeza, yeye ndo atakuwa na uamuzi wa wapi atumike Mohamed Ibrahim Jabbar, na anaweza akafanya hivyo kwa wakati wowote, na anaweza kumtumia kwenye maeneo ambayo yeye anaamini anastahili kutumika. Paul Tembo ndio jina langu. Usisahau kusubscribe, kucomment na kushare. Nyuma ya kamera Rajab Halfan.